kwanza zipu yako natakiwa uifunge. Mwanamke anatakiwa usimwamini 100%. Mwanamke ni kiumbe kimoja hatari sana. Yani unapokuwa na kitu anaitwa mwanamke, kumuondoa mama yako, yani hao wanaobakia wote. Mimi sijaoa, na ndio maana nimekwambiaje ndugu yangu, wanawake ndio watu ambao naweza kusema hawamuogopi mwanajeshi, hawamuogopi polisi, hawamuogopi wewe mganga, wala yani wale watu ambao ni majasiri. Ndio maana na matunguli unayoona yako hapa. Lakini hapa kuna mtu hapa na mimi ana nini? Yani wakati mwingine nikata hapa tu nikikata nataka yani hawa watu sijui hata ya Geita kuna nguvu kubwa zaidi pale ile sehemu, ule mkoa sijajua nguvu zao wanazitoaga wapi. Na wakamoto kimaajabu. Alafu wakati mwingine watu yani vile vyombo umeosha umeweka unavikuta tu vinarushwa nje, lakini anairusha haumuoni, akushikie siju mara jagi mara nini. Ule mtoto ndio master. Mimi mwenyewe nimekuwa paki sijamuona, na sio kawaida. Mtoto ni master. Wakati nakwenda kutoa yale mavitu nilipigwa shoti moja hatari sana. Ni siku nyingine tena tunakaribisha Bongo Star Media na Hot Chamber. Ni nafasi nyingine tena tumepata nafasi ya kukutana na mmoja kati ya watu ambao ni mashuhuri sana. Kipindi ambacho unakuwa nadhani ulishie kumsikia Manyaunyau. Sasa leo tupo naye hapa live. Kuna mengi sana ambayo utayafahamu kutoka kwake. Dr. mambo vipi? Bwana, mimi nashukuru Mungu. Mambo ni mazuri. Mambo yanazidi kuneemeka kila siku. Ya sana. Kwa watu ambao hawakufahamu, wewe jina lako halisi ni nani? Mimi bwana, jina langu halisi naitwa Jongo Sarum Sabe. Asili yako wapi? Mimi nina asili mbili, lakini haswa baba Msambaa, mama Mzalamu. Okay. Yeah. Kwa tumekutana mule. Tumekuwa tukikuwa tukimfahamu Manyaunyau, na tulimfahamu zaidi hasa katika ile sakata la kutoa madude katika maduka ya watu. Nadhani ilikuwa kwenye maduka, kwenye majumba, kwenye mitaa, ya biashara, ya mabarabarani. Yani ni mchanganyiko. Rasmi kazi ulianza mwaka gani? Rasmi kazi nilianza mwaka 2000. Mwaka 2000. Lakini mimi binafsi kwenye miaka 2010 ndo nilikufahamu vizuri. Umeweza kumaintain kwa muda mrefu sana. Kuna waganga wengine wengi mtu ana maintain mwaka mmoja, ameenda sana miaka 5. Sasa hivi wewe unatimiza miaka mingapi? Bwana, mimi sasa hivi umri wangu hapa bwana, miaka ya uganga. Ya uganga. Bwana, ya uganga sasa hivi kutoka 2000. Sasa hapa tupige hesabu wote. 2000 sasa hivi 25. Miaka kama 25. Miaka kama 25 hivi. Kipindi ambacho unaanza kazi ulikuwa ni mtu ambaye unaonekana ni kijana. Hiyo iliwasumbua watu wengi sana. Walikupa majina mengi sana. Huyu tapeli, huyu nani. Sio nilikuwa naonekana kijana. Unajua kipindi naanza kazi nilikuwa naonekana mdogo. Yani kijana baada ya kusegea, lakini kipindi naanza kazi nilikuwa niko mdogo. Unajua, na ukishakuwa na umri mdogo na vitu ambavyo unapovifanya ni vikubwa, kwa hiyo si kila mtu anaweza kuamini, kwa sababu watu walikuwa wanaamini utaalamu lazima mtu awe na umri mkubwa, awe na mvi, awe mzee. Kwa hiyo kile ndo kilichokuwa kinapelekea hata mimi kufanya kazi yangu na kutambulika zaidi, kwa sababu umri wangu ulikuwa unaonekana ni mdogo, lakini uwezo wa kuweza kukamata wale watu ambao walionizidi umri na uwezo wa kukamata wale mapaka na kuweza kuwala. Kwa hiyo watu kile kitu ndo kilikuwa kina appreciate sana kwamba huyu inawezekana, hata kama watu wanasema hivi, lakini na wewe jaribu uone. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanashindwa na wao kujaribu, kwa sababu walikuwa wanaona ule moto ni mzito. Kwa hiyo uliwezaje kumaintain kipindi ambacho wewe una umri mdogo unafanya mambo makubwa sana? Watu wengi wanakukriticize, wanasema huyu jamaa ni muuni tu. Changamoto kama hizo najua zilikuwepo na zilikuwa kiasi kikubwa sana. Uliwezaje kumaintain? Changamoto hizo sio kipindi hiko. Sehemu yoyote unapofanya jambo zuri, mayuda huwa hawakosi. Kwa hiyo wasaliti, watu ambao hawawezi kukubalika na watu wote. Hata sasa hivi hapa, japo na umri wangu nipo, bado kuna watu wengine wanakukubali, kuna watu wengine wakukubali. Katika kazi zote za mapambano hivyo vitu vipo. Na mara nyingi sana binadamu wanapenda sana kumzungumzia mtu ingali hata mtu kama
hamjui kwamba huyu bwana itakuwa hivi, itakuwa hivi. Lakini kuamini kwa jambo ni kufika tu. Kwa hiyo wale watu ambao mimi nimewasaidia, watu ambao nimeonana nao, ndio ambao wanatangaza sifa zangu kwamba huyu mtu kwa watu wengine, na ndio maana nimeweza commenting mpaka hapa. Kwa sababu mtu akikwambia huyu bwana ni muongo, lakini wewe ukiwa unafanya vitu vyako kwa kujiamini na ukajitahidi kufanya vitu vyako vya ukweli, utaendelea kuwepo na utaendelea kudumu. Kwa hiyo mwisho wa siku wale walikuwa wanakuita muongo na wao watakuja, wakija kujaribu unawasaidia, na wao wakishafanikisha mambo yao, basi na wao wanakuwa ni mabarozi kwako. Kwa hiyo mimi mara nyingi huaga sikatagi tamaa katika mapambano ya kuweza kusaidia watu. Kwa hiyo huwa napambana kwa vyovyote vile. Maneno huwa hayaishi, kwa sababu mimi mwenyewe, watu wanaokuja hapa wengine wanakuja kwa sababu ya fitina za kumfanyia mtu fulani au mtu fulani. Kwa hiyo sasa na mimi nikishaona yale, najua kwa nini na mimi watu wasinifanyie vile vitu. Kwa hiyo huaga na vipotezea tu. Kabla hujaanza uganga, ni kazi gani ya kwanza ulianza? Mimi kabla sijakuwa na biashara hii ya uganga kutibu, nilikuwa na biashara ndogo ndogo, mambo ya kuhaso hizi, kuuza vipipi hivi sehemu, kupiga debe kwenye vidaladala. Nilikuwa najishughulisha vitu vingi mpaka Kaole Sana Group pale nishakuepo, kati nimeshaanza kidogo uganga, lakini sipo ile kujitangaza. Nilikuwa nafanya sanaa pale. Kwa hata hawa kila Malemu, kila Kanumba, watu wanakuja, mimi wananikuta pale. Mimi ndo nawapokea, niko pale. Sema tu sanaa ilikuwa haijanipenda. Na mzee wangu yeye ndo alikuwa ananisisitiza sana nifanye haya mambo, lakini pia nilikuwa najiuliza itakuwaje, yani nitaanzaje. Lakini nashukuru aliniweka chini vizuri, akanipa mwongozo mzuri, akanikabidhi vifaa vizuri, miko na nini, nikajaribu kidogo kidogo. Mwisho wa siku nashukuru Allah kwamba mambo yakaenda vizuri, na ndio pana mpaka sasa hivi unaniona nimesimama. Ni kwa sababu ya kukaa na wazee vizuri. Ili usimame lazima utaambiwa, kuna watu watakubeza, kuna watu watakwambia hiki, kuna hiki. Kwa natakiwa uweke pamba masikio yako, wewe simama kwenye kazi yako. Kwa hiyo kufanya kazi hizi ndani ya miaka karibu 25 sio shughuli ndogo. Na mimi nimeanza hizi kazi kipindi kile mitandao hii hakuna. Kipindi hiko ndo AATV huko, sijui nini huko, yani watu ile hakuna yani. Lakini niliweza kukubalika na media kubwa tu nyingi, magazeti mengi waliweza kujua ule mchango kutokana na zile sifa zangu. Kwa kweli nashukuru Mungu, nilitingisha na mpaka sasa hivi bado naendelea kutingisha. Mwanzo nilikuwa local, sasa hivi niko international. Historia yako bado itazidi kuwepo kwa watoto ambao wamezaliwa 2000, wanawezekana wasielewe nini ambacho nazungumzia, lakini kwa ambao kipindi hicho walikuwa na umri angalau mkubwa, watajua na maanisha nini nikizungumzia manyaunyau. Ilikuja ikatokea kwamba kila mtu anayefanya kitu ulichokuwa unakifanya wana kinemu kwa jina la manyaunyau. Wewe unajisikiaje ukiona kitu ambacho wewe ulikuwa ni muasisi, watu wengine wanakuja wana majina mengine lakini bado inafahamika kama manyaunyau? Huo ndio ukubwa. Ukiona unafanya kitu watu wanakuiga ama watu wanatumia ile jina lako, ndio ukubwa. Kwa hiyo haiwezi kuniletea vile kama watakuwa wanatumia kwa nia njema ya kuwasaidia watu, ila mimi wanachukia kama mtu atatumia jina langu kwa ajili ya kwenda kutapeli watu na nini. Kwa hiyo manake atakuwa ananichafua, na nikishamuona mtu wa design hiyo manake siwezi kuwa naye karibu. Lazima nitafanya kila liwezekanalo niweze kumchukulia hatua. Lakini kama mtu anatumia kwa nia njema na mimi nikafanya uchunguzi wangu, siwezi naweza nikasema ulizunguka mikoa mingi sana Tanzania. Kuna mkoa ambao hujaufikia ile shughuli yako ile? Sikumbuki kama kuna mkoa ambao sijaufikia, kwa sababu nilikuwa ni wa moto sana. Mikoa takribani mingi sana. Yani hata watazamaji wenyewe hapa, hata nikisema mkoa fulani sijaenda, wakati wameniona wata comment. Kwa kweli yani nimekwenda mikoa karibu yote kwa hapa Tanzania. Nimetembea vijiji kwa vijiji, mijini kwa mijini. Tukio gani ambalo unalikumbuka ambalo ulienda huko kwa ajili ya kutoa manyau na kidogo lilikupa kama mushkeri? Tukio gani ambalo unalikumbuka na ilikuwa mkoa gani labda? Mimi kwanza katika mikoa ambayo nimezunguka, na mkoa ambao naweza kusema na uheshimu ni Geita.
ya Geita kuna nguvu kubwa zaidi pale. Ile sehemu, ule mkoa sijajua nguvu zao wanazitoaga wapi, kwa sababu sehemu zote nazunguka na dawa zangu ni hizo hizo. Lakini sasa Geita pale bwana, kutana na mtihani mmoja paka mwenyewe nikashangaa, kwa sababu kulikuwa kuna nyumba pale ilikuwa inawaka moto tu kimaajabu ajabu. Inawaka moto kimaajabu, alafu wakati mwingine watu, yani vile vyombo umeosha umeweka, unavikuta tu vinarushwa nje, lakini anayerusha haumuoni, anayewasha moto haumuoni. Na mimi wakati niko zangu pale Geita nilikuwa najitangaza kwenye Geita Cable pale. Kwa hiyo watu wakaanza kuona bwana, hapa lakini kuna mtaalamu hapa amekuja. Kwa hiyo bwana, huyu mtaalamu bwana anavuma sana. Kwa hiyo bwana, muiteni hapa aje. Mimi tena kwa kujiamini kwangu na nini, nikawaambia watu bwana, andalieni paka kama wawili. Kaniambia bwana, paka wala sio issue, paka tawapata. Kweli ukawapata paka wao. Kachukua vijana wangu pale, sababu nilikwenda nao, kaenda katika ile nyumba pale kupiga tambiko zetu pale na nini. Sasa mimi mara nyingi ninapokwenda uaga na tumia usinga wangu. Kwa hiyo kuna dawa fulani kabla hujaingia, wakati mwingine mle ndani huwa tunachukua ndoo ya maji, unaweka ile poza kwa ajili ya kupoza vile vitu. Sasa unapoweka ile poza, ukitumbukiza tu usinga wangu ufanye hivi, unakuta damu zimejaa pale kwenye ile ndoo ya maji. Unajiuliza hii ni nini hiki kitu? Fanya mambo yako yote huku, yani ili uingie pale ndani mambo yanakuwa magumu. Nyumba unakuta uioni, unawauliza wale wenyeji, kwani mlango hapa kuingia uko wapi, wakati kumbe wewe ndio umesimama pale mlangoni. Unaona bwana, yani uelewi. Sasa ikabidi sasa tutumie mbinu zetu zile za kuingia pale, za kurudi kinyume nyume. Nikaforce mimi nikaingia pale. Sasa kuingia mle ndani sasa ndio shughuli, kichwa kinazunguka, yani uelewi, ni mauzauza. Unaona bwana, kwa kweli nikajitahidi ile siku ile zoezi likashindikana. Manake nilikuwa katika hali mbaya, yani paka hata kutoka kwenye pale kulikuwa ni kwa shida. Ikabidi tuandae tena siku inayofuata. Sasa siku inayofuata inabidi sasa na mimi nije niongee na asili yangu sasa, kuwauliza bwana, nini pale shida? Mambo magumu. Akamwambia bwana, pale kuna mtoto ambaye ulikuwa umemkabidhi akushikie siju mara jagi mara nini. Ule mtoto ndio master. Mimi mwenyewe nimekuwa paki sijamuona, na sio kawaida. Mtoto ni master. Sasa wazee, nafanyaje? Kapata maelekezo ya kutosha, unge kaandaliwa. Mtoto ule kumbe alikuwa pale ndo anachezeshea pale ndani pale, ni master huyo mtoto, kwa sababu watu walikuwa wanachezeana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo siku inayofuata pale watu walikuwa ni wengi mno. Nikaenda pale tena, likapigwa tambiko pale, mambo yakawa magumu, lakini tukapambana nayo mpaka ule mtoto sasa, wakati mimi napiga zile nyimbo zangu na nini, nikamwona anakuja kuupokea huu. Unajua ukishaushika tu kisha kwa mbaya, yeye mtoto akawa anaongoza njia paka sehemu ambazo wameweka zile zana ambazo ndo zilikuwa zikifanya yale mauzauza pale. Unaona bwana? Basi mtoto yule akaanza pale kulopoka, nisameheni na nini. Watu sasa wakaanza kushangilia, kumbe sisi tulikuwa tujui, kumbe. Unaona bwana? Yani pale mimi wakati nakwenda kutoa yale mavitu, nilipigwa shoti moja hatari sana. Huu mkono wangu wa kushoto nilitumia muda mrefu sana paka kuja kurudi, kwa sababu baada ya kufanya ile kazi ndio kazi ambayo ilinisababisha nilipumzika takriban hata miezi 3 bila ya kufanya kazi, na sio kawaida yangu. Kwa hiyo tangia hapo nikaanza sasa kusikia ganzi, nikasema kumbe vitu uzidiana. Mimi nilikuwa najiamini na nilikuwa nikitamba na nini. Basi mtoto tukamnyoa nywele, akatuonyesha washirika wenzake, tukawakamata, tukawanyoa, tukatoa yale madude pale, tukachoma moto, tukafunga nyumba ile vizuri. Hapo ndo kukawa shwari, lakini ni heka yake ni ndefu sana. Yani nimeongea tu kwa shoti tupate ile muda, lakini historia yake ni ndefu mno. Mambo ni changamoto kweli. Katika huduma ambazo umekuwa ukizitoa, mkoa gani ambao
ulienda na ulipokelewa vizuri na mpaka sasa legacy yako ipo? Mimi bwana, aswa kwanza ni mkoa wa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam ndio maana naona paka leo nipo, paka kesho. Ya hapa kwanza nimepokelewa vizuri kwa sababu Dar es Salaam nimevuruga sana. Nimevuruga Dar es Salaam, aswa Magomeni na Mwananyamala. Ukitaka kujua CV zangu, nenda Mwananyamala Mchangani. Ukiuliza tu pale Mwananyamala Mchangani, watakupa ripoti zangu. Kwa kweli pale nilifanya mambo makubwa sana. Yaani ni makubwa, nikisema makubwa ni makubwa kweli kweli. Kwa hiyo pale nilifanya hayo mambo, niliacha historia, na ndio ambayo inaniweka paka sasa hivi, na ndio imesababisha paka sasa hivi napanda ndege kama naenda Kariakoo. Kweli. Yeah. Kwa Dar es Salaam, kwa hiyo sehemu ambazo ni nzito ni Mwananyamala, Magomeni. Sehemu mzito ziko nyingi, ila nasemea sehemu ambayo ilinipa mimi kufahamika. Kuna mambo mengi sana umeyafanya. Kwa sababu najua ile Mwananyamala pale nilipokuwepo imechanganyika Tandale sijui ni. Kwa mimi nilikuwa nikitoka pale na nyanga langu ni watu ni msururu paka huko Tandale kwa Bibi Nyau sijui wapi huko. Yani sehemu zile zote afu narudi kule. Kwa hiyo ilikuwa ni maeneo ambayo ya Uswahilini, Manzese ile yote. Unaona? Kwa hiyo maeneo ya Dar es Salaam pia unajua ni jiji kubwa. Watu wengi wanaotoka sehemu mbalimbali hapa ndio jalalani kwao, kwa sababu hapa ndio watu wanapokuja kutafutia riziki zao, maokoto yao, na kipindi kile ikulu yetu iko hapa. Kwa hiyo maana serikali iko hapa, kila kitu kiko hapa. Kwa hiyo lazima kulikuwa kuna mambo ambayo ni mazito. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam hii nimeivuruga yote. Paka na sehemu vajilani, Mlandizi humo Bagamoyo. Yaani manake nimevuruga. Kwa watu wengi ambao wamekuwa wana imani, wanasema hichi kiganja cha binadamu tunakiona hivi hivi, lakini kina kazi kubwa sana. Sasa kuna story moja Diamond alimwambia Harmonize kwamba kama unajifanya wewe mjanja, nipe mkono tushindane. Nipe mkono. Sasa Harmonize alishia kusema kwamba huyu jamaa ukimpa tu mkono umeisha. Sasa kwa wewe ambaye ni mtaalamu na unajua kidogo hivi vitu, ndio maana kwanza viganja vinapokea mambo mengi, hasa mkono. Ukitaka kujua hizo itikadi, hata sio hapa, hata kule Ulaya. Mimi niliwahi kwenda Marekani. Wakati nakwenda kule nilikuwa naenda saruni kutaka kunyoa nywele, nikawakuta wale mablack America wamekaa pale. Unaona? Wakati nataka tu najua tu kama kadi shazoea bongo ile, nataka numpe mkono akaukataa ule mkono. Unaona akanipa ngumi. Nikamuuliza why? Kanambia kwamba mkono hii ina mambo mengi kiafya, na hata kwa sababu wewe hapo unaweza ukakaa dakika 2 ukashika hapa. Unaweza ukakaa dakika 2 ukajikuna hapa. Kwa hiyo vyote ni vitu ambavyo vinakuwepo, vina mambo mengi sana kwa upande huo. Unaona? Alafu kingine, mfano nitawapa tu hii faida kwa watu ambao wanawatizama. Unajua mikono ina nyota. Mfano watu wenye M. Unajua mtu kama ana M utakiwi kuwapa watu mikono ovyo. Kwa sababu sifa ya mtu ambaye ana kiganja chake hapa ana M mkononi, mara nyingi hao watu wanakuwa na damu group O. Hawa watu wana nyota kali sana. Kwa hiyo akienda tu kumpa tu mkono mtu ambaye elewi, anawezekana nguvu yake akaja akaitumia mtu mwingine, kwa sababu watu wenye M Mungu aliwajalia kuwapa damu group O. Hawa watu wenye damu group O wana power yao kubwa kwanza kwenye magonjwa. Si watu ambao wanaugua mara kwa mara. Watu ukiwauliza drip za maji wamewekewa lini, wanaweza kukwambia hawakumbuki. Alafu hawa pia mara nyingi sana huwa wanatumiwa sana hata wakiwa kwenye kazi zao. Anaweza akafanya kazi sehemu akawa na mchango mkubwa, hata kama sehemu alikuta ofisi iko chini, ile ofisi akaja akaikuza ikakuwa maradufu ya pale, lakini mara nyingi huwa
hawakubaliki. Hawa wenye M-Dam Group O, hawa watu wana mikosi mingine ambayo ya kuchukiwa bila sababu, kwa sababu mara nyingi sana huwa wanatenda mema kwa watu, lakini mema yao huwa hayaonekani. Manake huwa wanachukiwa paka na wazazi wao, hata kama baba yake mama yake aliyemzaa fomwea tu hivi, hata kama walikuwa watu 5 au 6, lakini unawakuta wanachukiwa bila ya sababu yoyote. Yani yeye ndo anayesaidia ile familia, lakini wanajitokeza watu katika ile familia, mzazi anawapenda wale ambao hawatoi msaada wote. Kwa hiyo ni watu ambao mara nyingi sana wanakuwa ni watu wa kujitenga, alafu ni watu ambao wanakuaga na hasira mara kwa mara. Kwa hiyo wana mambo mengi sana. Kwa hiyo ndio maana unapokuwa na vitu kama hivi hizi na nini, utakiwi kutoa mikono au mtu kupokea mkono wa mtu ovyo ovyo. Usijui, unanielewa? Na hata mtu kama sisi, mfano hapa mimi, unaweza ukaja wewe, kuna mtu labda mpenzi au mtu anataka kumwekea ubaya au nini, mimi naweza nikaja nikakupa tu dawa fulani, bwana wewe paka bwana. Kwanza nakuuliza, bwana huyo mtu una unyayo wake wa mguu? Sina. Je, vipi mikono mnapeana? Mikono wewe, mbona nikiutaka tu chapu kwa haraka. Sijui, unanielewa? Sasa mimi nakwambia kama huyo mtu unapeana naye mkono, shughuli yake ni ndogo. Kwa mimi naweza nikakutengenezea pia dawa, sawa, ukaweka kwenye mkono wako, kitendo cha kumpa tu umemwachia gundu, umemwachia nuksi, au umebeba nyota yake. Kwa hiyo yule alikuwa ana haki yeye ya kukataa, kwa sababu hawezi kujua. Ndio maana nikasema mikono ina siri nyingi sana, kuna mengi sana, sema tu muda wenu ndio ivacha tuwape kidogo kidogo, siku tutatafuta muda mwingine. Hapo tumalizie issue ya mkono. Kuna watu walikuwa wanasema watu wanaoenda kwenye masherehe, kuna yale maji ambayo huwa wananawa, kuna watu wanayachukua wanakazi nayo. Ni sahihi yale maji yanaweza yakatumika kwa mabaya? Kwanza hilo kwangu mimi sina uzoefu nalo, na ndo kwanza nakusikia wewe. Kwa hiyo unajua ubaya upo hivi, ubaya vyovyote vile inategemea. Unajua hizi fani ziko, kila mtu ana elimu yake, kama vile unavyokwenda kusoma, kila mtu ana kujiongeza kake katika utendaji wa kazi. Ndio maana elimu ya uganga, elimu yoyote unaambiwa elimu haina mwisho. Kwa hiyo kila mtu ana elimu yake. Kwa hiyo hata mimi japo ni mtaalamu, lakini siwezi kujua na vingine anavyovifanya wenzangu. Kwa hiyo hivyo sina uhakika kama vinaweza kuleta tija kwa wao hivyo. Okay. Katika huduma ambayo umekuwa ukitoa, ni huduma ya muda mrefu na tumekufahamu kwa muda mrefu. Ni tukio gani ambalo ulishawahi kumhudumia mtu mpaka kesho huwa ukilikumbuka kuna huruma ambayo inakujia, ama kuna mgonjwa ambaye ulimhudumia Zewe alivyokuja, Zewe ulivyomhudumia, wewe pia kama mtaalamu ulitoa huruma yako, yani ulimhurumia kwa kile ambacho kilikuwa kinamsibu? Unaweza kashia na sisi? Unajua kuna vitu ambavyo huwa tunapitia sisi wataalamu. Unajua sisi tunajua siri nyingi. Uwaga kuna watu wakati mwingine wanakuja hapa, uwaga na waonea huruma sana. Unakuta mtu anasingiziwa aidha kwa mke wake au aidha kwa mume wake kwamba kuna mabaya anayafanya aidha ndani ya familia. Anaweza mtu anaambiwa huyu ni mchawi, analoga na nini. Unamkuta kuna mtu anakuja hapa, roho inamuuma sana kwa kitendo kile ambacho mtu anasingiziwa. Anakuja hapa mtu ili umsaidie, at least aondokane na yale mabalaa ambayo yeye anamuandama. Na mtu wakati mwingine anaambiwa, kuna watu wanakuja hapa wakati mwingine mtu ana kesi anaambiwa ameiba na mtu amemshikia bango. Na unajua uzuri wenyewe, mtu anapokuja hapa kwetu kuhitaji msaada, mtu paka anatoka huko anakuja hapa kuhitaji msaada, yeye kama yeye haji na watu, manake kitu ambacho mtu akifahamu, lakini kitu ambacho mtu kinamuumiza. Wakati mwingine mtu unakaa unafikiria, kwa nini watu wanamzania mtu kitu fulani na huyu mtu ingali hajafanya kile kitu? Unatamani uende hata ukawaambie wale watu, jamani, mbona huyu mtu hiki kitu hakufanya, na huyu mtu anaumia. Unajua kuna kile kitu mtu unaumia kiasi ambacho paka mtu yani uelewi ufanye nini kutokana na kitu cha kusingiziwa. Na kuna vitu vingine watu wanaambiana uchawi. Yani mtu anashikiwa bango ndani ya familia
kweli kweli, kama ni mzazi unakuta mtu ni mama au ni baba ndani ya familia ametengwa, yani kinaga naga, watu hawasikia Musa wala ya Kaisari, huyu ni mwanga tu. Maskini ya Mungu, ukija hapa ukimwangalia huyo mtu hana wanga wote, lakini nyumbani hapashikiki. Unatamani ukutane na zile familia uzisuluhishe, lakini kwa sisi kazi zetu ukienda pia unaongeza moto, sema hapana, huyu katangulia kwa mganga, katoa hela kaenda kumfundisha. Kwa wakati mwingine hata mimi huwa naumia kumwona mtu anasingiziwa kile kitu na ingali mtu kile kitu hajakifanya, paka anaenda kutafuta usaidizi sehemu zingine ili aweze kufanya nini, aweze kuwa na amani na familia yake. Kwa hiyo familia nyingi unakuta wakati mwingine zinagombana kwa vitu kwa kuhisiana. Unaona? Kwa hivyo navyo pia ni vitu ambavyo hata mimi huaga vinaniumiza tena angali hapa. Na kuna vitu vingine wagonjwa wakati mwingine pia nao wanakuja hapa makwetu. Sawa, tunawasaidia. Kuna wengine unawakuta kitu ambacho kinaniuma, wagonjwa anaweza akaja ukamwangalia nini ukamshauri tu, ya kwa sababu mimi napendaga sana kuwashauri watu hata kabla ya tiba. Siangaliagi sana kwenye mafanikio yangu, mimi naangalia kwanza ni kumpa mtu counseling ili huyu mtu apate nani. Unajua kuna wengine uwaga wanahisi wamerogwa, kumbe hawakurogwa. Kuna wengine ni waelewa, kuna wengine si waelewa. Kwa unakuta mtu unamuelekeza bwana, hiki nenda, hiki fanya hiki, nenda tu kachukua hata panado, hiki kichwa cha kawaida, anatoka nje anaenda kwa mganga tena mwingine, anaenda yule hana lolote. Yani mimi naona kabisa nimerogwa, lakini ananiambia sikurogwa. Mwisho wa siku akaenda huko nako akipigwa, sasa baadaye ndo anakuja, lakini bwana blaza ulinishauri. Kwa hiyo kuna watu wa design hiyo nao, unaona Kwa hiyo mambo ni mengi sana ndugu yangu. Na issue nyingine, umehudumia watu wengi sana. Ndio. Ni mteja gani ambaye unamkumbuka alikupa ugonjwa wake kwa kupasua kichwa, na ulikuwa ni ugonjwa gani? Wagonjwa bwana, kazi zetu hizi wagonjwa wa kupasua kichwa, unajua bwana, hizi kazi ni ngumu. Kazi zozote zinazoitwa matibabu, hakuna kitu kilichokuwa chepesi. Kila kazi ina mitihani yake na kila kazi ina misukosuko yake. Kwa kweli kwa umri ambao niliokuwa nao na tiba ambazo nimezianza, nimekutana na magonjwa mengi, hata kuwaelezea manake ni historia ni ndefu, lakini tuelewe tunakutana na magonjwa mengi. Hakuna ugonjwa wote unaokaa kwa mwanadamu ukawa ni mwepesi. Ukiona paka mtu ametoka nyumbani kwake amekuja kwako, manake ni kitu ambacho yeye amekishindwa, ndio maana amekileta kwako ili uweze kukitatua. Kwa hiyo magonjwa ni mengi mno ambayo napambana nayo ndugu yangu. Tukimalizia kwa story za nyumbani Tanzania, kama nikuulize swali la kizushi. Ndiyo. Kama ungekuwa ni mganga ambaye unatumia nyimbo kutibu wagonjwa wako, kwa haraka nyimbo gani kichwani ambayo ingekujia kwamba ukiimba nyimbo hii utatibu ugonjwa huu? Ni nyimbo gani ambayo ungeweza kuitumia kutibu wagonjwa? Wewe bwana, mbona unaleta challenge ambazo sasa nyimbo, unajua nyimbo una nyimbo nyingi sana kichwani kwako na kuna nyimbo nyingi unazipenda. Sasa let's say kama nyimbo ingekuwa inatumika kutibu ugonjwa nitoka wewe bwana, ndugu yangu, hili swali bwana, hili swali bwana, mimi naomba niliache tu. Hilo bwana sijalipanga nalo. Yaani sikutarajia utaniuliza hilo eti nyimbo hapa sasa hivi nifikirie ambayo ukiimba kwamba labda inakuwa una uwezo kama nyimbo za bongo flavor yoyote, yani nyimbo zipi? Tufanye nyimbo za bongo flavor. Kwamba labda iwe yani ni dawa, kwamba ukiimba nyimbo hii mgonjwa wa ugonjwa huu anapona. Mimi sijaona bado. Haujaona nyimbo ambayo inaweza kuwa ni tiba. Anyway, tukiwa tunatoka nyumbani Tanzania, umekuwa ni mganga wa kwanza ambaye umevuka mipaka na umeenda kutibu nje ya nchi, na watu wanakuamini, watu wanaomba dawa huko Oman, watu wanaomba dawa Uarabuni, Marekani. Safari yako ya kwanza unatoka Tanzania unaenda. Kwa hiyo mimi nilishapata mwaliko kwa mdau kufanyia kazi yake hapa, akapenda
na kule akawa nao pia anachezewa basi. Kwa hata Marekani kuna watu wanachezeana Sasa kule ndugu yangu, kule kuna watu wote. Kule kuna Wakongo au Wabembe, sijui makabila gani, Wachaga, Wasamba, Wasomali, Wahindi. Ndugu yangu, wote wanavijua hivi vitu. Kwa hiyo nikaenda kumtengenezea kule kwenye shughuli zake, na baadhi ya watu wakanisikia nipo kule, basi ndo nikapata sasa makastoma wengi. Sasa kule ndo nikawa ndo nyota ilipoanza sasa ya nje. Ndo paka sasa hivi, na hapa sasa hivi ninapozungumza na wewe, manake kuanzia mwezi wa 5 nitakuwa zangu Marekani. Mwezi wa 6 nitakuwa zangu Canada, mwezi wa 7 nitakuwa zangu Uingereza. Kwa hiyo safari ishawiva yani. Mambo ni bli. Sasa safari yako ya Marekani nadhani ndio ikazaa safari zingine nyingi zaidi. Umezunguka mpaka sasa hivi nchi ngapi? Sio nchi nyingi sana. Marekani, Canada, Uingereza, China, South Africa, Kenya. Basi na hapa nyumbani. Kabila gani la Tanzania ambalo wewe unalifahamu, unajua hawa jamaa wana hatari sana kwenye masuala nini? Masuala ya shirki, mambo uchawi. Najua unayajua makabila mengi. Sikiliza ndugu yangu. Usitake kunigombanisha na wateja wangu bure hapa. Bwana, asikwambie mtu. Mimi naweza kusema swala la uchawi, basi tuseme mkoa. Ndio unasemaje? Swala la uchawi kama huko kusini huko. Kusini huko Mtwara huko. Hiyo nilokuambia huko Babalao, Geita ile kule ndo namba 1. Yani zile ngome hizo zingine hizo wanasemaga sijui Simbawanga. Unajua kuna watu wana zile imani kujijengea jina kwamba Simbawanga bana kuna hivi na hivi, kuna hatari. Mimi Simbawanga Mazingaombwe mengi. Lakini kuna wale watu ambao wana zile sindano kweli. Geita wanatisha sana. Wa moto. Yani kule. Kwani ule mti umesikia huko? Ule mti ambao ulikuwa wanataka kuungoa sijui kwaje. Umesikia mwenyewe huko? Yani kule ndo kwenye mambo ya ajabu unajua. Wewe mikoa yote ukisikia sijui watu vikongwe sijui huko. Kule ndo kwenye mambo hayo. Kule ndo kwenye mindago yao. Yani kule ndo kwenye heka. Wenyewe huko kule. Kwa hiyo Geita inaongoza. Tunashukuru sana, tumekuwa tuna muda mzuri. Tukiwa tunamalizia, ni nadhani kama Manyaunyau asingekuwa mganga, unadhani sasa hivi Manyaunyau labda tukisema tumpe nafasi serikalini, unamwona angekuwa anafiti kwenye nafasi gani? Nani mimi hapa kama nisingekuwa mganga yani kwa hadhi yako na brand yako kwa sasa hivi usingekuwa mganga, nafasi gani serikalini unaifi? Kwanza mimi sikuwahi kufikiria kukaa serikalini. Kwa hiyo ndio maana unanipa swali gumu. Mimi nilikuwa nifanya biashara. Tunaelewa kwa ukubwa wako. Kuna wasanii wengi ambao ni wakubwa, naweza nikakupa kwenye ranki yao. Kwa sasa hivi naweza nikakupa wewe kwenye ranki ya kina Alikiba, ya kina Diamond, kwa sababu ni wale ambao wamekuwa top, wameweza kumaintain kwa muda mrefu. Sasa let's say tuachane na usanii, twende kwenye siasa. Katika siasa wewe unajiweka kwenye ranki gani? Waziri, mbunge, diwani, raisi, yani ranki ambazo tunaweza yani ile ambayo ndio ningekuwa nataka kusimamia, yani ile nginja mimi raisi. Vipi bwana wewe? Nilijua unastahili nafasi hiyo. Na kijana mwingine ambaye anatamani mafanikio yako, anatamani na yeye aweze kwenda kwenye uganga, kwa sababu wewe umeanza kwenye uganga ukiwa na umri mdogo sana. Director wangu hapa Ima nadhani ana umri mdogo pia. Anaweza akawa mganga hata leo. Ni kitu gani kikubwa ambacho unaweza kumshauri? Siri kubwa ya uganga, kwanza wanasema mganga unatakiwa firiji lako ligandishe. Yani usiwe lopolopo. Sio mtu kaja unamnyali mtu. Kwanza unatakiwa uwe mtu ambaye unaweza kutunza kifua, kutunza vitu vya watu. La pili, uwe na imani, kwa sababu watu wanaokuja si wote wana uwezo. Ukubali hata mtu anacho hana, atakapokuja kwako uhakikishe unamsaidia, hasa kwenye swala la kiafya. Yani kama mtu anaumwa asije akaondoka
nyumbani kwako asipate chochote. La tatu, mganga unatakiwa uwe mwana saikolojia kwanza. Yani ujue saikolojia za wagonjwa wako, kwa sababu yani kitendo tu cha mtu akiongea unatakiwa uwe ushamuelewa. Hiyo ndio siri kubwa, kwa sababu katika asilimia kubwa za dawa ambazo watu wanapewa, dawa kubwa sana ni kauli. Hiyo ni dawa namba 1. Kauli, jinsi ya kumapproach yule mgonjwa, yani ujue. Kwa sababu kuna mgonjwa anaweza akaja hapo usimpe dawa akwambia nimeshakuona. Wewe jambo lako wewe nenda. Kimfanya hivi tu mkono, nenda niachie mimi. Mgonjwa ataondoka na imani. Unatakiwa ujue jinsi ya kumwekea mtu imani. Hizi dawa ukimpa mtu, hata kama umemjazia chumba kizima, kama hujamjenga, hata akitumia imani yake ikiwa haijakaa sawa, haziwezi kumsaidia. Kwa hiyo lazima uvifahamu. Kwa hiyo na kikubwa zaidi, unajua tunatibu haki za watu hapa. Unajua hizi kazi bwana zimekuwa karibu sana na wamama, wasichana, wanani wale wanaotaka ndoa zao, kwa sababu wamama unajua katika asilimia kubwa hata kwenye upande link ile ya watu ambao wanaongoza kwa uchawi, yani wanawake ndio namba 1. Na hata watu ambao wanaongoza kwa kutendwa na kwenda kwa waganga kwa ajili ya zile tiba za nini, wanawake ndio wanaongoza, kwa sababu ndio wateja wetu. Sasa kitu chochote unacholili na wanawake, usipokuwa na wewe makini, utaua uganga wako na utapata kashifa zingine ambazo aziste. Kwa hiyo hilo kwanza, zipu yako natakiwa uifunge. Ukiwa mganga, yani iweke na kufuli. Yani usiwe wewe macho juu hivi. Ushakutamani? Mimi si binadamu. Ndio maana nakwambia unatakiwa uwe na kifua. Wakati mwingine unakuta kweli mtu amekuja lakini mganga alafu sasa mtu anataka kuolewa, mtu anataka danga lake, anataka fukiangalia. Kisasa kwa sababu mashariti anakufunga, unabaki nalo. Kutamani hakuna binadamu ambaye atamani. Hata hao hospitalini au madokta wakati mwingine anaenda kumtibia mtu pale hospitali, anaenda kuona naye dokta anamuoji, lakini yeye mwenyewe kilo namna. Si binadamu. Damu inachemka blaza. Damu inachemka. Tukiwa tunamalizia, kuna mengi sana tumezungumza na Manyaunyau, kuna mengi sana amekufundisha, lakini ili nahitaji utupe favor sisi watoto wa kiume. Nadhani hii ndio tunakuwa tunamalizia. Sisi watoto wa kiume tunarogwa sana wanawake. Ni kitu gani ambacho natakiwa tukifanye kuepuka baadhi ya mitego midogo? Kitu ambacho wanaume tunarogwa, hata mimi mwanaume, unajua hata mganga naye analogwa. Unajua mganga ajigangi. Unajua hakuna kitu ambacho unatakiwa kwanza kukiamini au kuto. Mwanamke anatakiwa usimwamini 100%. Mwanamke ni kiumbe kimoja hatari sana. Yani unapokuwa na kitu anaitwa mwanamke, kumuondoa mama yako, yani hao wanaobakia wote. Awe mzee, awe binti, yani ili mnadi anaitwa mwanamke. Unatakiwa uishi naye kwa akili sana. Marafiki wa shetani. Kwa sababu mwanamke ni mzaifu. Ukimtenda kitu kidogo anaweza akakufanyia kitu ambacho katika maisha yako hakitaweza wewe kusahaulika. Na hata ufanye jema vipi, mwanamke lazima atakuuzi tu ndani. Jitahidi unavyokuwa jitahidi, umefanya utaonekana wewe. Hujafanya utaonekana umefanya. Umefanya utaonekana. Yani yeye hivyo vitu kwake muda wowote akili yake inavyomtuma yeye kuongea ndivyo hivyo. Kwa hiyo kwa swala la wanawake, ili msirogwe, msizani kama hata kama ukifanya nini kama mwanamke atakuacha yani. Kwa sababu mwanamke yeye, kwa sababu hata kama hujafanya, yeye atakuona wewe umefanya tu. Sababu wewe utajitahidi kuwa mpole, utajitahidi kufanya kila liwezekanalo yani. Lakini wewe utaenda kuumizwa tu kwa kosa ambalo wewe alikuhusu. Kwa hiyo mimi nasema katika swala la ndoa ni kujitahidi kupunguza yale ambayo mkeo unayaona na nini, na kumuomba Mungu ndoa yako iwe ya heri, na kumuomba Mungu ile mkeo asiwe na mawazo yale mabaya ili muweze kuishi. Lakini vinginevyo
Sisi hata tufanye nini kuepuka kurogwa, yani kama mwanamke ameamua ipo? Kwa sababu mimi sinaona hapa kuna watu unawakuta wanaume wanakuja hapa wametengenezwa, wakati mwingine hawana hayo mambo. Lakini mwanamke anakuambia huyu anafanya na kashamtengeneza. Sijui unanielewa. Kwa hiyo yani kitu kinachohitajika hapo ni vile huruma tu ya Mungu itokee. Lakini swala la wewe, kwa sababu ukikosa kurogwa kuna vingine utafanyiwa ambavyo vya hatari. Kwa kuna vitu vingi mwanamke anaweza kukufanyia ambavyo hata wewe mwenyewe hautoweza kuamini. Ndio maana nakwambia mwanamke ni mwanamke tu. Unatakiwa ndugu yangu hawa viumbe hawa waogope kama ukoma. Kwani Manyaunyau umeoa? Mimi sijaoa. Na ndio maana nimekwambiaje ndugu yangu, wanawake ndio watu ambao naweza kusema hawamuogopi mwanajeshi, hawamuogopi polisi, hawamuogopi wewe mganga, wala yani wale watu ambao ni majasiri. Ndio maana nikakwambia natakiwa uwe nao makini sana. Na kitu kikubwa zaidi, usipende sana kutoa kodi zako kwa mwanamke akujue wewe upoje, udhaifu wako. Mwanamke akishakujua udhaifu wako umekwisha. Yani mwanamke anatakiwa asikuelewe wewe upoje. Yani wewe anakuona tu. Yani anakuona wewe upo tu. Paka yeye mwenyewe anakaa, mbona sikuelewi? Mbona kama unipendi? Yani yeye anatakiwa akwambie mbona wewe sikuelewi yani. Basi ujue hapo umemdhibiti. Lakini mwanamke akishaanza kukuelewa, kazi utaiona uchungu. Hadi wewe tukio ushakupiga tukio lolote? Nimekwambiaje? Ndio maana nimekwambia wanawake hawaangalii mganga, waangalii nani. Hivyo wanawake unawajua vizuri au unawasikia wewe? Mwanamke blaza. Mimi hapa unaponiona hapa naongea na wewe hapa. Lakini hapa kuna mwanamke yuko hapa. Yani hawa watu bwana hawa. Yani viumbe hivi. Na matungulu unayoona yako hapa. Lakini hapa kuna mtu hapa na mimi ana nini? Yani wakati mwingine nikata hapa tu nikikata nataka. Yani hawa watu sijui hata Mungu bwana aliwapa upendeleo. Sana maana nakwambia unatakiwa blaza tuishi nao kwa akili sana. Ni viumbe hatari mno na ni viumbe ambavyo yani vinaweza kukukosesha raha ya maisha wote. Aise tumepata muda mzuri sana na Manyaunyau. Nadhani imekuwa ni siku ya furaha, ni siku ya kujifunza mengi. Nadhani umekuwa ukimuona muda mrefu sana. Mpaka sasa anafanya tiba na amekuwa ni mtu mashuhuri. Anafanya tiba Tanzania, anafanya tiba huko nje ya nchi. Manyaunyau, tukiwa tunamaliza, una kipi cha kuambia mashabiki zako na watu ambao wana matatizo bado wana kiu ya kutaka kukutana na wewe? Bwana, mimi kwanza kitu cha kuambia ndugu zangu. Unajua mnatamani kuna vitu vingi sana kuuliza. Msije mkamsumbua huyu bwana, wewe mtangazaji gani? Mtangazaji umeshindwa kuuliza swali hili. Huyu ni binadamu. Niulize mwenyewe, nitakujibu. Nitumie hata ujumbe, nitakujibu bure. Namba zangu za simu kwanza niwapeni, ambazo ni 0755631291. Kama kuna lolote huyu bwana mkubwa hapa hajauliza, unataka kuliuliza, nitumie message, nitakujibu. Kingine ambacho jamani nawaambieni, nyinyi ambao mnatuita sisi sijui washirikina, sisi sijui hatufai, jamani sisi tunatumia mitishamba, tiba za asili. Hatuui watu, hatuchinji watu, wala mimi sitoagi kafara. Kama mnasikiaga huko waganga wanatoa makafara ukienda kule uchawi, hapana. Mimi natumia tiba za asili. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na maradhi ya aina yoyote, njoo kwangu, nitaweza kukusaidia. Na wale watu ambao mko Marekani jamani, nakuja kuanzia mwezi wa 5. Nipo hapo, nitakuwepo huko jamani. Yani nina kazi ya kuzunguka huko kwa muda wa miezi 6. Yani nikishaondoka hapa, yani huko back to back tu. Kwa hiyo napatikana Dar es Salaam, Tabata, Mawenzi. Nipo kwenye mitandao yote ya kijamii. TikTok, Insta, YouTube, Facebook, majina ni hayo. Diara Manyaunyau. Karibuni sana mpate huduma.